Ebana, naam, bado tunaendelea na episodi za Merlin na hii hapa ni episodi ya 25. Movie yetu inaanza katika eneo ambalo ni la giza nene sana. Hapa tunamwona mwanamke mmoja alikuwa anaitwa Mugus akiwa katikati ya miamba, ambao miamba hao walikuwa kama vile wamegandishwa kupitia laana iliyokuwa imeweza kutekelezwa kwa miaka ya nyuma. Ila kama bado subscribe ili twende sambamba. Bado ni episodi ya 25. Asa katika eneo hili hapa Mugus alikuwa anafufua watu wao, ambao watu wao walikuwa ni askari ambao walikuwa wameweza kulaaniwa kwa kipindi cha nyuma, na katika siku ya leo alikuwa anafufua kwa lengo lake moja tu, kwenda kuidhuru Camelot. Bado wachawi pamoja na Camelot walikuwa wanazidi kudhuriana kwa sababu moja tu, bado walikuwa wanatamani kuweza kuona ufalme huo ukiwa umeweza kuteketea. Watu wengi na wachawi tofauti wameuawa katika ufalme. Basi mtu mmoja kwa anaitwa Joseph alimletea mfalme umbea huu na kisha akamueleza kwamba mfalme, kuna kitu ambacho kilitokea katika lile eneo. Tuliweza kuona moshi na pia inaaminika kwamba kwa miaka 300 ilikuwa imeweza kupita hakuna mtu yote alikuwa ameweza kukanyaga katika lile eneo. Basi Gazi pamoja na mfalme walikuwa na mashaka sana, ila mfalme alitoa amri moja tu kwamba mtu huyu apewe kitanda, lakini pia akamwambia Arthur aandae askari wake na waende kusearch katika hilo eneo. Basi huku Gazi alikuwa anaulizwa na Merlin kwa sababu gani mfalme amekuwa na mashaka sana. Gazi akamwambia kwamba jambo hili sio jambo la kawaida. Mfalme anawafahamu hao watu wa Media, wana nguvu kubwa sana. Yaani hapa ni kizaazaa. Basi Arthur pamoja na askari wake walitoka nje ya Camelot, lakini katika chumba cha kwa Lady Morgana hapo katika dirisha lake kuna kitu ambacho kimeweza kuachwa pale. Hichi kwa kama vile kimkebe kidogo, na kisha ndani yake kulikuwa kuna barua. Ila Guinevere alivyokuwa amemkuta katika lile eneo, basi mwanamke huyu alikuwa kama vile ataki hata Guinevere kufahamu siri zake kwa hivi sasa. Huyu mwanamke amekuwa tofauti kidogo. Guinevere aliambiwa kwamba hakuna shida, endelea na mambo yako. Katikati ya msitu huko Merlin pamoja na Arthur walifika katika eneo moja ambako hapo walikuwa wanazidi kupiga story tu, lakini usiku ulipofika huyu mwanamke anayeitwa Morgana alionekana kama vile anatoka nje ya Camelot, akaingia mpaka katikati ya msitu mzito. Huku alikutana na Mugus. Mugus katika siku ya leo alikuwa anamsikiliza ndugu yake. Mugus pamoja na Morgana ni kama vile Kurwa na Doto, na hapa Kurwa huyu aliyekuwa anaitwa Mugus alikuwa anamsikiliza Morgana, na Morgana alikuwa anasema kwamba kwa hivi sasa anamshukuru kwa sababu alikuwa ameweza kumwachia ile bangili yake. Mugus anamwambia, mbona kama uso wako una mawazo sana, lakini mbona kama hauna furaha? Basi huyu mwanamke anaitwa Morgana akajibu na kusema kwamba hana furaha kwa sababu anaishi naye katika jengo la Camelot anamchukia, na huyu ni Uther Pendragon. Basi Mugus pamoja na Morgana wakaamua kuweza kufanya mambo ambayo si ya kawaida. Mugus akamlaza chini Morgana na kisha akaanza kunong'ona tena maneno ya kichawi. Mwanamke huyu alikuwa mchawi wa kutisha mzee, na ana mbili kwenye moja. Asubuhi na mapema Morgana aliamka katika kitanda chake, na kisha katika nyakati hizo alijisikia kama vile ni tofauti kabisa. Usingizi wake ulikuwa tofauti zaidi. Hata naye Guinevere alimshangaa sana. Gwen alikuwa kama vile amechoka kinoma noma ndani ya ufalme. Sasa huku mfalme alikuwa kama vile amepata homa kali. Gazi alikuwa anafanya juu chini angalau mfalme aweze kupata nafuu. Askari alikuwa ameweza kuachia maagizo kwamba mfalme endapo basi atabadilika aweze kutoa taarifa zake. Basi huku katika eneo ambalo basi Arthur pamoja na Merlin walipokuwa wamefika katika hilo eneo ambalo Joseph alipokuwa basi amesema kwamba kuna moto uliokuwa kama vile unawashwa huko ndani. Moshi ulikuwa unaonekana katika eneo la nje. Sasa basi katika eneo la Camelot basi naye Gazi alikuwa anajaribu kuweza kumpa huyu mwanamke anaitwa Guinevere dawa, na yeye pia kwa sababu alikuwa anazidi kupata kama vile homa. Kwa hiyo Gazi naye pia alikuwa anazidi kupata hali ambayo si ya kawaida. Hata pamoja na Merlin akafika katika ile eneo ambalo watu wengi wanasema kwamba kulikuwa kuna askari walikuwa wameweza kulaaniwa walikuwa pale ndani, lakini mara ghafla Arthur alipofika pale ndani alikuwa anashangaa sana kwamba askari hawapo, lakini pia hata mabaki ya moto yalikuwa katika ile meza. Sasa Merlin ndio akaja kugundua kwamba nyuma yao kuna watu ambao si ya kawaida. Hawa miamba walikuwa ndio wao wanaitwa Media. Walikuwa na panga zao ambazo panga hizi zilikuwa zimetengenezwa kupitia nguvu ya watu wa kale. Sasa hapo panga zikaanza kutembezwa, mkono ukaanza kutembezwa mzee, piga ni kupige. Watu wakawa wanajikinga, lakini hata alipokuwa anachomeka upanga hivi hawezi kuamini hawa miamba walikuwa hawafi. Asa akaja kugundua kwamba anapigana na viumbe ambao ndani yake ni kizaazaa. Wakaanza basi kukimbia katika kila kona. Merlin akaamua kutumia uchawi akiwa nyuma ya Arthur, na Arthur akavutwa na Merlin. Hapo zilishuka tofali za kutisha mzee. Hoya sio poa. Ndani ya lile eneo waliacha askari wengi sana. Arthur pamoja na Merlin walitoka huko nje. Asa Merlin katika mkono wake alikuwa ameumia kidogo. Arthur akajaribu kuweza kumfunga Merlin kwa mara ya kwanza, akaambia kwamba leo ni mara yako ya kwanza kuingia katika uwanja wa vita na mwisho wa siku umepata madhara ya namna hii. Kisha Merlin na Arthur wakarudi katika eneo la Camelot. Wanafika huko wanakutana na askari wote wa Camelot wamelala chini. Hii inamaanisha kwamba ndani ya ufalme wa Camelot kumevamiwa. Tena kama vile uchawi uliokuwa umeweza kutikisa katika ufalme huo.
Basi wakawa basi wanashangaa kwamba kuna farasi moja ilikuja pale. Ile farasi alikuwa kama vile na mtu. Wakaanza kurudi tena katika eneo la ndani huko hivi, wakiamini kwamba huko ndani labda basi kutakuwa kitu cha maana. Arthur alikuwa pale nje anazidi basi kutawanya macho yake huku na kule. Merlin pamoja na Arthur wakaingia kule ndani, wakakuta watu wote wamelala. Wakakimbia katika kila kona mtafuta mfalme. Gazi huku naye amelala. Hasa ndipo wakamkuta Guinevere naye akiwa chini. Guinevere alichukuliwa taratibu akalazwa katika kitanda, na Arthur alikuwa anampenda sana mwanamke huyu. Si kitu yake. Basi katika nyakati hizo Arthur kipindi ambacho basi alivyokuwa basi amemlaza pale Guinevere, akashangaa kwamba katika eneo la nyuma kidogo kama vile pazia linajitikisa. Kisha walikwenda kuchumua upanga hivi wanatamani kuweza kumchomeka mtu huyo. Hapo waje kugundua kwamba alikuwa ni Lady Morgana. Morgana katikati ya ufalme ni yeye tu ndo ambaye bado yupo hai, na watu wote walikuwa kama vile wamekufa, usingizi mzito sana. Basi Morgana akaulizwa pale na Arthur, nini ambacho kimetokea hapa katika ufalme? Mbona watu wote wamelala na wewe hapo ndo hujalala? Morgana anasema yeye mwenyewe binafsi afahamu. Basi wakaanza kuchakata katika kila kona waweze kumtafuta mfalme. Lakini huku nje sasa hawa miamba walikuwa wamevaa manguo meusi, sura zao hazionekani. Wakawa wanakuja Camelot, farasi wao wote ni weusi. Arthur huku ndani ya ufalme anakimbia katika kila kona. Merlin akamwambia Morgana, "Vipi? Sitamwambia Arthur kuhusiana na lile jambo lako." "Jambo gani?" Hapo Morgana akaambiwa kwamba kuhusiana kwamba wewe unamiliki uchawi. Sasa ndipo Arthur akakuta kwamba mfalme yupo katika kiti chake huko. Wakaplani kwamba wamchukue mfalme na kumpeleka katika eneo lingine. Wanaamini kwamba watu wao wakija katika ile eneo watawatembezea panga kinoma noma. Kweli mawazo ya Arthur yalikuwa mazuri. Sasa ndipo basi Arthur akaanza kupata mashaka. Inawezekanaje kwamba Morgana yupo katika ile eneo na hajapata madhara ya aina yoyote? Watu wote ndani ya ufalme wa Camelot wamelala chini. Basi akamkabidhi upanga na kumwambia kwamba mlinde mfalme kwa hila, pamoja na upanga huu usiweze kuweka chini hata mtu yoyote akusogelee. Morgana akao kujua kwamba mkubali kabisa mfalme, ndio amebaki naye hapa. Sijui atampiga upanga, sijui atamuua, sijui itakuwaje. Basi huku nje Morgus naye akawa basi anazungumza na watu wao, kisha safari ikaanza. Merlin naye akamfuata Gazi huku hivi, akaanza kutumia uchawi wake. Mara ya kwanza akajaribu kuweza kumfufua Gazi. Gazi hajaamka. Mara ya pili tena akajaribu kuweza kumfufua Gazi. Gazi hajaamka. Mara ya tatu hata akaja pale akamwambia Merlin, twende huko. Merlin akaacha ile kitabu pale na hoja kushuhudia kwamba hao miamba wanaitwa Meria wakawa wanakuja taratibu ndani ya ufalme wa Camelot. Lengo lao ni moja tu, kuja kutembeza panga mpaka watu wote wafe. Arthur pamoja na Merlin wakaanza kumkokota mfalme na wakaanza kumburuza. Katika kona ya corridor huko hivi, naye Lady Morgana alikuwa ni mmoja wapo kati ya mtu ambaye anajaribu kuweza kuwasaidia kuweza kumvuta mfalme. Sasa Arthur pamoja na Merlin walikuwa wanazidi kuchoka sana. Arthur akaanza kusema kwamba watu wao wakija itakuwa ni kizaazaa. Wakamtengenezea mfalme mazingira mazuri, akalala pale chini. Lakini nao wenyewe pia binafsi wakaanza kupata homa, joto kali sana. Basi Morgana alikuwa katika lile eneo pale, naye hata haogopi hichi wala kile. Sasa Arthur akamwambia kwamba inawezekana vipi? Hakuna kitu ambacho umetumia. Lakini kumbuka kwamba huyu mwanamke ni mchawi wa kutisha. Basi Morgana alikuwa anajitetea na kusema kwamba ametumia dawa moja ambayo Gazi alikuwa amempa. Sasa baada ya hapo Merlin aliagizwa aende kutoka huko nje, aende basi kwenda kutafuta nguo ambazo mfalme atavalishwa, nguo za kike ambazo nguo hizo zitamsaidia. Merlin alipokuwa anatembea pale katika ile corridor kukutana na huyo media mmoja. Hao media sasa walivyokuwa basi anamfuata. Merlin akaingia katika kabati moja, na ile kabati akawa amejibana pale ndani. Huyo mwamba alipoingia pale ndani, Merlin alianza kuogopa kinoma noma. Kisha akatoka baada ya muda kumkosa Merlin pale ndani. Merlin akamfuata Dragon katika mapango, na Dragon katika siku ya leo alimwambia Merlin, umefuata nini hapa? Nilishakwambia katika maisha yako unapaswa uje uniokoe. Sasa Merlin baada ya kuona kwamba huyu Dragon anatamani sana kuweza kuokolewa, basi akamwambia kitu kimoja kwamba nitakuja kukuokoa na nitahakikisha kwamba upo salama. Sasa akamwambia naomba unisaidie katika siku ya leo. Kwa nini watu wote ndani ya Camelot wamelala? Dragon anasema kwamba alisababisha mambo yote haya ni Lady Morgana, na ili uweze basi kutibu watu wote ndani ya Camelot unapaswa umuue. Merlin aliogopa sana, lakini hapo hapo ibidi sasa aweze kufanya chaguo moja tu la kwenda kutafuta dawa ya kumuua mwanamke huyu. Akaenda katika chumba cha kwake mtu anaitwa Gazi, na kisha akaiona dawa moja ambayo dawa hii inaitwa Hemlock. Hemlock ni dawa ambayo si ya kawaida. Akaichukua ile dawa na kisha akaificha. Alichukua moja kati ya begi la maji na pia akachukua nguo ambazo nguo hizi ni kwa ajili ya mfalme. Kisha nyakati hizo hata alibananisha kwenye corridor na akamficha katika ile eneo. Akaambia kwamba hawa watu wanaitwa media wapo katika ile eneo, wana nguvu za kutisha. Hata akawa anachungulia kwenye corridor. Morgus yupo ambaye ni pacha yake Lady Morgana, na kisha pale pale wako basi wanazidi kujitawanya katika kila kona. Wanakuja mzee. Arthur alitafuta njia na kisha
wakarudi tena katika chumba ambacho mfalme yupo. Unapaswa mlinde mfalme katika hali na mali. Leo hii Merlin aliporudi huko hivi, alikuwa mzee, yani anajitenga kila mara. Alikuwa anamwangalia tu hivi Morgana kwa sababu ashagundua kwamba mtu aliyekuwa mchawi katika ile eneo ni Morgana. Kwa hiyo hata alipoingia pale ndani, akawa basi anajaribu kumwambia pale Merlin, tumtoe mfalme katika ile eneo. Hao watu wanakuja. Wakamkokota tena mfalme, wakampeleka katika kitanda. Merlin alikuwa amechoka kinoma noma. Anamtazama Morgana, mzee ana hasira kinoma noma. Hata anamwambia Morgana, imewezekanaje mpaka kwa hivi sasa wewe hujalala? Watu wote wamelala. Hilo swali ni swali la msingi kabisa. Merlin naye akasema kwamba tunapaswa tumuue mchawi aliyehusika na haya mambo. Sasa Arthur akasema kwamba tutamjoje mchawi na yuko wapi? Akamwambia basi itakuwa ni Mungusi. Lakini sio Mungusi, ni Lady Morgana. Sasa wakaplani waende kutumia ile farasi aliyokuwa kule nje ili basi waweze basi wao wenyewe binafsi kutoroka katika ile eneo. Merlin sasa alivotoka kwenda kuchungulia kwamba yule farasi yupo katika eneo salama kabisa. Hapo katika eneo la dirisha, maskini ya Mungu alikutana na Wamedia mzee, wakaanza kumtembezea kichapo. Uwezi kuamini. Merlin katika siku ile aliona nitafia hapa kiboya. Piga kimbola mzee, piga mtu kwenye ukuta. Huo mzimu uwezi kuamini haufi. Baada ya kuondoka tu pale chini ukaamka tena. Unanguruma tu. Sasa alirudi huko ndani akamwambia kwamba Arthur unapaswa kumtorosha mfalme na tuweze kuondoka katika ile eneo. Arthur anasema kwamba mimi nitatoka nje. Merlin akamwambia kwamba baki pale ndani yeye pamoja na Morgana. Arthur anachungulia huko hivi, hao miamba wanakuja. Yaani uweze kuamini wana nguvu isiyokuwa ya kawaida. Arthur akafunga mlango mmoja na kisha akamwambia kina Merlin wakae kimya na wajifiche. Sasa Arthur alikuwa anategemea kwamba endapo basi utaingia pale ndani ataanza kuwatembezea kichampo kinoma noma. Huyo mwamba sasa mmoja wapo akaingia pale ndani. Nilikitu na nusa tu, macho yake haonekani. Kisha Arthur akalianzisha. Piga upanga wa tumbo, upanga ufanye kazi. Piga panga mzee, akaanza basi kufanya utaratibu wa kumtorosha mfalme katika ile eneo. Merlin akaanza kumvuta. Sasa kwa bahati mbaya, kipindi ambacho basi walivyokuwa wanamvuta mfalme katika eneo na corridor, huyo mwamba alikuwa basi anawakimbiza. Alikuwa basi amembakiza kwamba huyu binti anaitwa Lady Morgana alivyokuwa anatoka pale chini. Sasa alikuwa amefuatwa yeye. Morgana anamwambia Merlin amsaidie. Merlin akawa anamvuta mfalme. Sasa baada ya Merlin kukimbia kwa muda mrefu sana katika umbali kidogo, Morgana alikuwa apigwe panga na Merlin alikuwa anatamani sana Morgana afe, na akifa Morgana basi lazima wao wenyewe binafsi wataenda kufa na hao miamba. Sasa baada ya huyu mwamba kufika katika ile eneo, alipotaka kumuua Morgana, alistop. Kisha Merlin alishuhudia kile kitu pale hivi, na kisha Merlin akaanza kukimbizwa. Kwa nini Morgana ameachwa? Ni mmoja wapo. Merlin alikimbizwa katika nafasi ambayo yeye mwenyewe binafsi alikuwa anambakiza nafasi ya mwisho ili apige kimbola. Arthur akafika pale nyuma na kisha akaanza kutembeza mkono. Baada ya Arthur kutembeza mkono kwa muda mrefu, akapata nafasi ya kuingia katika jengo lingine la mfalme. Hapa ndipo ambako mara nyingi zaidi wanafanyaga vikao vyao. Sasa Morgana alikuwa pale. Merlin anamtazama tu hivi. Hapo naye Arthur akaja. Lakini kipindi ambacho Arthur amekuja, alikuwa analalamika sana kwamba kwa nini unadondoka pale chini bila kufanya jitihada zote za kwanza kukimbia. Lakini Merlin alikuwa anamtazama tu huyu binti na kisha akamwambia kwamba kwa nini yule muuaji alivyokuwa basi amekufuata hakukuua wewe? Kwa nini hajakuua? Mimi nilikuwa nataka huyu mwanamke afe leo. Akagundua kwamba huyu mshenzi ni mmoja wapo. Hata hajajua na zile kelele zote ambazo mimi nilikuwa najaribu kuweza kuziongea pale akufahamu. Kisha wakaplani kwamba Arthur pamoja na Merlin wanapaswa waweze kutumia nguvu zao kuzuia mlango. Wakazuia mlango ule, lakini bado hawa miamba huko nje walikuwa wanazidi basi kutikisa ule mlango. Merlin sasa alikuwa amesweti kinoma noma, majasho yanamtoka, naye Arthur ndo kwanza anazidi kupata usingizi. Huwezi kuamini, wanajaribu kuweza kutoa tena ile moja kati ya ile ngao. Asa hapo naye Arthur kipindi ambacho basi anatamani kutoka nje, alipotoa tu sura yake nje, hawa miamba hawa hapa. Sasa katika nyakati ambazo Merlin kabla ya Arthur kutoka nje, tunaonyeshwa kwamba kumbe Arthur alikuwa anataka kulala katika lile eneo na usingizi ulianza kumpitia. Sasa kama Arthur akilala itakuwaje? Merlin naye alikuwa mbagaza nafasi kidogo tu na alale. Akaamua kumfua Arthur vibao. Yaani Arthur akilala hapa hivi ingekuwaje? Basi baada ya Arthur kuamka, alimtishia na kumwambia kwamba usifanye katika maisha yako upumbavu wa namna hii tena. Yaani ukinipiga tena na mimi nakufumua. Sasa tunaonyeshwa kwamba huku nje Arthur alikuwa anazidi kutembeza mkono kinoma noma. Huku ndani nako bwana mkubwa Merlin naye alikuwa pamoja na Lady Morgana. Wakaanza basi kuandaa kamba kidogo kidogo. Morgana naye alikuwa anazidi kujishtukia kwa sababu tukio ambalo limetokea pale nje
ilikuwa lazidi basi kumfanya azidi kupata mawazo. Merlin naye akawa amejeuka kwa upande wa pili, akayachukua yale maji yake na kisha akaekea dawa ambayo dawa hii ndio ile hemlock aliyokuwa ametoa kule kwake Gazi. Sasa katika kipindi ambacho Merlin alivyojeuka pale nyuma, huku Lady Morgana alikuwa anazidi kufanya maandalizi ya kamba, anachana mashuka. Merlin akajaribu kuweza kumpa Morgana yale maji, tena maji ambayo alikuwa amewekea sumu. Akaambia kwamba chukua maji haya, ni maji ya kunywa. Morgana akasema kwamba mimi sijisikii kiuko hivi sasa. Merlin akaambia kwamba hapana, jaribu kunywa kwa sababu tukitoka nje hakuna mtu yote atakayeweza kukupa hiyo maji. Morgana akasema kwamba hamna shida. Sasa Merlin alichokifanya ni kwamba akampa yale maji na kisha Morgana akaeka pale chini. Sasa hiyo ilikuwa ni trick ya kwanza. Trick ya kwanza imefeli. Akaenda paka mlangoni kule. Huku mlangoni sasa Arthur anazidi kutembeza mkono kina manoma. Akayachukua yale maji aliporudi na kisha akajifanya kama vile amekunywa. Baada ya muda sasa akampa tena Morgana. Merlin analazimisha kina manoma Morgana anywe yale maji. Morgana baada ya kuona Merlin tena amempa tena kwa nafasi ya tatu, Morgana kwa nafasi hii ya kipumbavu kabisa, Merlin akajioka katika upande mwingine na Morgana sasa akanywa yale maji. Alipokunywa tu yale maji, sekunde kadhaa tu pale pale, Morgana hali ilianza kubadilika. Akaanza kujisikia kama vile anakabwa. Merlin amekaa pale mkimya. Morgana anaika anataka kukata roho. Hoya, sauti inazidi basi kudidimia pale pale. Nyakati hizo Merlin ambazo basi anajaribu kuhakikisha kwamba Morgana anataka afe pale. Anataka kumshindilia kabisa na azidi basi kumnyonga. Morgana hana nafasi yenye ya wake mwenyewe binafsi kuweza kujitetea. Huku nje Mugusi ambaye ni pacha wake, ile hali akaanza kuisikia. Si unajua kabisa mapacha mmoja akipata matatizo, kuna ambao wengine wanapataka kabisa zile hisia kwamba ndugu yangu anapata matatizo. Sasa huko nje naye anaanza kuipata ile hali. Baada ya kuipata ile hali kwa muda mrefu, aliingia pale ndani tena kwa kishindo cha hali ya juu. Akamkuta ndugu yake anakata moto. Merlin hapo hapo Mugusi anamwambia kwamba kwa nini umefanya hivi? Merlin anasema kwamba sikuwa na chaguo, nimempa sumu. Sumu gani? Merlin anasema sasa, akakataa kabisa kusema kwamba amempa sumu gani. Merlin sasa ndo akaanza kuinua masharti yake. Akamwambia kwamba stopishe uchawi wote ndani ya Camelot, ndipo na mimi pia nitaweza kumwachia mtu huyu na nikwambia kwamba ni sumu gani wewe kutafuta antidote. Mugusi anatoa macho pale mzee. Merlin anaambia kwamba hivi, mimi sitasema ukweli kuhusiana na hiyo sumu. Mugusi anamwambia nitakuua. Akasema basi na mimi nitakufa naye. Yaani utaweza kuniona kwamba nimemwacha akiwa hai. Ukiniua mimi na wewe mwanamke anakufa. Mugusi alikuwa anachagua. Huko nje hasa anapiga mkono mzee, jasho limemtoka. Sasa baada ya hata kupiga mkono kwa muda mrefu, huko Mugusi ndani sasa akaanza kunong'ona maneno ya kichawi. Huko nje wale miamba wanaitwa media wote wale, kumbe maskini ya Mungu alikuwa anategemea nguvu ya kwake Mugusi. Mugusi aliwaangusha chini. Kisha Mugusi akapewa lile jina la ile sumu. Hata anazama pale ndani baada ya kushuhudia kwamba wale miamba wote wamedondoka pale chini. Kisha anamwambia Mugusi uko chini ya ulinzi. Mfalme naye akaamka kule nyuma. Mugusi akaona kwamba ni upumbavu, nitakufa mbele ya watu wote hapa. Akaamua basi kufanya uchawi ambao si wa kawaida. Aliondoka pale kama kimbunga mzee. Mfalme anaamka hivi na kutoka kwamba Morgana ameondoka pamoja na Mugusi tena kupitia uchawi. Merlin ndo ameokoa tena kwa nafasi nyingine. Mfalme alimtafuta Arthur na akamshukuru kwa kile kitendo ambacho amekifanya kuokoa maisha yake, kwa sababu ufalme mzima ulikuwa chini ya uchawi. Merlin naye alikuwa na huku mwanaume anaitwa Gazi. Gazi anashangaa kwamba Merlin alikuwa na mawazo sana. Akampa moyo kwamba alifanya kitu ambacho ni cha kiakili kikubwa sana, kwa sababu ni kitu ambacho ni cha kipekee, kwa sababu haiwezekani kwamba watu wote ndani ya Camelot wafe wakati kuna option ya kumuua mchawi aliyokuwa basi anadhibiti mambo yote yasizidi kuendelea hapa ndani ya Camelot. Asa baada ya kumpa ile sumu, Gazi alizidi kumwambia Merlin, usijutie kwa hiyo upumbavu ambao unadhani kwamba umeufanya. Huo sio upumbavu, bali ni kitu kisahihi ulichokuwa umekifanya. Baada ya Gazi kuongea pale na Merlin, kwa bana Merlin alipewa amri na Dragon kwamba baada ya wale miamba wote kudondoka pale chini, anapaswa aibe upanga mmoja ya hao miamba wa media. Na upanga huo unaaminika kwamba uliweza kutengenezwa kwa miamba ambao walikuwa ni wachawi kinoma noma. Miaka kadhaa iliyokuwa imepita, na Merlin akaambiwa kwamba upanga huo una uwezo kukata chini zote ambazo mfalme Uther Pendragon alizokuwa basi amemfunga nazo katika yale mapango. Merlin alitimiza lile jambo ambalo Dragon alikuwa analiomba kwa miaka mingi sana. Sasa ndipo akaamua kufuata Dragon huko chini. Na baada ya Dragon kumwona Merlin, Dragon alimwambia Young Warlock, naamini kwamba ulichukua basi kuja kukifuata hapa ndicho hichi ambacho katika siku ya leo moja unifanyia. Merlin hakuwa na mbili kwenye moja. Alimwambia kwamba ni sahihi kama ulivyokuwa umeniomba. Basi akashuka taratibu mpaka katika eneo ambalo cheni zilikuwepo huko. Merlin siku ya leo alimwambia Dragon kwamba naamini kwamba nikikata cheni zako
basi hautaenda kufanya kitu ambacho si cha kawaida. Ndio kule katika episode ya 23 niliyokuwa basi nimewaisha kuiposti, ndio dragon huyu aliyekuja basi kusababisha madhara makubwa sana ndani ya ufalme wa Camelot, kwa sababu alikuja kulipiza kisasi kwa kile ambacho alichokuwa amefanyiwa na Uther Pendragon. Sasa baada ya Merlin kushika ule upanga, akaanza kunong'ona maneno ya kichawi na kisha piga kimbola hivi mpaka macho mzee akaweza kubadilika pale pale. Hapo hapo zile cheni zikakatika, kisha dragon akaanza kupiga makelele mzee pale. Hapo hapo akapata nafasi ya kupaa kuelekea angani. Merlin akawa ametimiza ahadi ambayo dragon alikuwa amemwomba kwa miaka mingi sana. Bana, naam, mimi nafikiri kwamba sitakuelezea kwa muda huu baada ya Merlin kuweza kumwachia dragon, na dragon ndo sasa hivi yupo nje ya ufalme wa Camelot tena kirahisi kabisa, kwa sababu zile cheni zilikuwa ni cheni pia za kichawi ambazo mfalme Uther Pendragon alikuwa ameweza kuzitumia kuweza kumfunga dragon huyu. Mimi ni yule Melek. Dondosha comment yako hapo chini, lakini pia usahau kusubscribe kwa sababu bado movie inaendelea na tuko pamoja bumper to bumper. Naam.